Kwanza nitoe salamu kwa ndugu katika imani, neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Baba. Mimi ni wenu mtumishi Francis Ndacha, nikiwa katika ardhi ya Tanzania huko kwa Mama Samia. Katika misheni yetu ya makambi ambaye tumekuwa naye, tumekutana na ndugu mmoja hapa ambaye nimeona ni vizuri aweze kutoa ushuhuda, na ushuhuda wake uweze kuwa ushuhuda kwa wale ambao ni wapenzi wa kutaka kupeleka ukweli na wale ambao wameshindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuogopa. Biblia inasema ya kwamba watu ambao ni waoga wataenda jehanamu kwa sababu waoga hawawezi wakafanya maamuzi ya kufuata Mungu. Sasa ndugu yangu, habari yako? Salama tu. Wanasema shikamoo. Sisi huwa tu kwa Kikristo nadhani sana tunasemaga Bwana yu mwema sasa wakati wote. Na sasa Bwana yu mwema nadhani ya kwamba ni kusema Bwana yu mwema, lakini ninakusalimia tu shikamoo ama habari yako. Habari yako ndio inakuwa nzuri zaidi. Habari yako sasa? Ni mzuri sana. Asante sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Sefania Julius Njole. Sefania Julius Njole. Sefania, katika nchi hii ya Tanzania unaishi pande gani? Mimi natokea mkoani Mbeya, wilaya ya Mbalali. Mkoa wa Mbeya? Ndio. Mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya kutoka hapa Dar es Salaam unasafiri kwa muda gani? Ni muda wa masaa 12. Masaa 12? Ndio utoke Mbeya ufike hapa Dar es Salaam? Ndio. Mbeya unaenda masaa 12? Masaa 12. Na ulifikaje kuamua kutoka Mbeya mpaka uje makambi hapa Dar es Salaam? Mimi kwanza lilikuwa ni kusudio langu moyoni kwa mwaka huu, kwa sababu mimi ni mfuatiliaji wa Biblia Nuru ya Dunia kwa muda mrefu na wahubiri wa habari njema kwa muda mrefu sana, ambazo kwanza mimi ni mwanafunzi wako bila wewe kujua kwa muda mrefu sana. Okay. Wewe umekuwa ukihubiria sana nilikuta ukihubiria Waislamu. Ndio. Nikavutiwa. Ndio. Nikiwa katika shughuli zangu mimi ni machinga. Okay. Nikiwa sokoni kwenye uchinga wangu na simu kubwa, nikawa nimewasha YouTube siku moja, nikaangalia nikakuta ukihubiria Waislamu, lakini wakati nenda kuhubiria Waislamu, nikavutiwa sana. Nikasema mtu mbona ana uwezo gani, anatoa mafungu kichwani bila kusoma? Maana unajua Biblia usome fungu kwa kulianga, lakini wewe unasema fungua kitabu fulani bila hata kuangalia. Hiyo mimi niliona ni maajabu kwangu. Okay. Nikavutiwa, nikafuatilia, lakini pia siku nyingine nikakuta ukifundisha kuhusu Sabato. Siku ya Sabato ni Jumamosi. Wakati huo mimi nasali Jumapili. Mimi kanisa langu ni kanisa la Baptisti. La Baptisti. Kama Baptisti hiyo ndio nilikuwa huko, kwanza nimezaliwa huko, baba yangu ni wa huko. Kwa hiyo na mimi nilijua kabisa niko katika imani na hiyo ndio imani ya kweli. Nilikuwa sina shaka yoyote. Lakini nilipokuta kwamba unasema siku ya Sabato ni Jumamosi, nikaanzia hapo. Okay. Sabato Jumamosi ilinichanganya kidogo, lakini nikawa mimi huwa ni mtu mfuatiliaji na ninapenda ukweli, na ndio maana kupitia ukweli huo pengine ndio kimenivuta hata kufika huku Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki makambi. Nikafuatilia hatua kwa hatua. Ulikuwa ukisema soma kitabu fulani, na soma kitabu fulani kupitia nini? Kupitia kusikia YouTube. Nikawa nafuatilia na hakika na maandiko matakatifu. Nikakuta sehemu nyingine nasema kama vile watu wa Beroya walipokuwa wamsikiliza Mtume Paulo walikuwa wanahakikisha maandiko kama ndio wanavyosema Paulo. Okay. Kwa hiyo nikahakikisha, nikakuta kwamba ni kweli. Mwisho wa siku nikachukua uamuzi, nikaingia kanisa la Wasabato. Kanisa la SDA. SDA chini ya General Conference. General Conference, yani ukiwa pale kwenye eneo hilo la Mbeya, uliingia kwa kanisa la Wasabato lipi? La wapi? Kanisa la Waadventista wa Sabato ilikuwa ni sehemu moja napoishi, nilikuwa naishi mimi, panaitwa Wimba Mahango. Hiyo sehemu, kwa sababu nikajua kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi, na mimi nikifikiria eneo naloishi wapo watu wanasali Jumamosi ambao ni wa Sabato. Naam. Nikaenda tu hapo nikajiunga na wao. Okay. Na ulipoenda huko wakakupokea na wakakubatiza? Wakanipokea na wakanibatiza, lakini iliniwia vigumu. Labda pengine kulingana na muda, kwa sababu nina haraka kidogo, ndio maana nimefupisha kisa. Iliniwia vigumu, lakini nimepitia changamoto kubwa, na kutoka tu kwenye kanisa langu la Baptisti ilinipa maumivu mimi
ndugu jamaa na marafiki wote ambao tulikuwa nao katika imani. Ningeomba utueleze kidogo ni nini kilichoendelea wakati ulipoamua kuachana na kanisa lile la Baptist na kuingia kwenye kanisa la Wasabato. Ni vita gani iliyoendelea hapo katikati? Vita ilikuwepo baina yangu mimi kwanza na washiriki wenzangu, tupo mahali ambapo tulikuwa tunaabudu, lakini pia hata kwa ndugu pia ambao ni ndugu zangu kabisa. Waliona kama nakosea, kwa nini natoka kanisa la Mungu la Baptist ambalo nimezaliwa huko na nimekulia katika imani hiyo, naamua kwenda kwa Wasabato. Ni nini hasa nimekiona ambacho wao hawajakiona? Naam. Ilikuwa ni vita kubwa sana ambayo ilinitia changamoto. Okay. Na pia mimi ni mume wa mke mmoja. Naam. Kipindi hicho nachukua uamuzi, nilikuwa na ndoa ni mpya, nadhani ilikuwa ndoa ni mpya, kwa hiyo ilinipa changamoto hata katika ndoa yangu kwamba uamuzi ndio uchukua wa kwenda kanisa la Wasabato. Kwa sababu mke wako bado ulikuwa umemuoa ukiwa katika hiyo Baptist, yeye pia alikuwa mshirika wa Baptist. Yeye alikuwa ni Moravian. Okay. Akatoka, maana sisi huwa makanisa ya Jumapili unapotaka kufunganishwa ndoa, mwanamke hata kama imani zenu ni tofauti, lakini huwa kikawaida mwanamke anamfuata mwanaume. Kwa hiyo alinifuata yeye Moravian, mimi Baptist, tukaungana kuja Baptist. Okay. Haya, sasa ukaamua ukafika ukaingia kwenye kanisa la YSDA. Ulipoenda kwa YSDA wakakubatiza. Wakanibatiza. Aha, safari yako katika hiyo Seventh Day Adventist chini ya General Conference, safari yako ikawaje? Safari yangu kwa kweli, kwa jinsi nilivyoiona, kwa kweli nikifananisha na lile nililotoka, kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa zuri ajabu. Yaani zuri ajabu, sijapata ona. Kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndio. Nilivutiwa sana na mafundisho na niliamini kabisa hapa kweli, hapa ndo nimeshafika kweli. Ndio. Nimetia nanga hapa, yani sitoki. Nimetia nanga. Ndio. Mafundisho kwa kifupi nikupe kipande kidogo. Ndio. Moja ya vitu hivyo nivutia ndani ya kanisa la Wasabato. Hii inasema kutoka kwenye moyo. Ndio. Vile vitu ambavyo vinivutia moyoni mwangu. Niliingia ndani ya kanisa niikuta wakipiga magoti kumwomba Mungu. Ndio. Hicho kitu kilinivutia sana, nikasema yani hapa kwenye vitu vingine huko vitasubiri, lakini hili kumpigia magoti Mungu. Sasa nishaisoma fungu nasema hivi, Ibilisi alikuwa anamwambia shetani, ukinisujudia nitakupa vyote. Kwa kumpigia Mungu ni kumheshimu pia. Lakini pia katika jamii zetu tunazokuwa ni kwamba hivi, hata mtu akikuomba maji ya kunywa ukampea maji ya kunywa ukampigia magoti, anajisikia vizuri, anasema huyu mtu anaheshimu, amenyenyekea. Kwa hiyo nilivutia, lakini pia mafundisho yaliyo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato nilishangaa. Eti kuna kipindi kinaitwa kipindi cha lesoni. Ndio. Kwanza darasa la ubatizo. Kwenye darasa la ubatizo mimi wakati yule mkufunzi ambaye alikuwa mzee wa kanisa, ndio, amefundisha, nimeridhika, nimeshiba. Natamani kutoka, hiyo ni karibia kwenye mida kuelekea saa 4. Ndio. Najua hapa sasa ndo tumeshamaliza kipindi. Kumbe tunatoka naenda migawanyiko ya lesoni. Ndio. Tunatoka pale nikajua hapa ndo tunarudi nyumbani. Kumbe bado. Kwa vile vipindi vilinivutia kwamba kumbe sisi kwenye makanisa ya Jumapili unasomewa fungu hili moja, basi mchungaji ataelezea mambo mengine tu, atatoa historia pale na nini, atawafurahisha, mtacheka, basi mnatoa sadaka, mnarudi nyumbani. Lakini kwenye kanisa la Sabato ikawa ni tofauti. Nilivutiwa sana na mafundisho. Na sasa wakati ambapo umeingia kwenye kanisa la Wasabato ukafurahia, ukafuatilia, kuna cheo fulani ama walikuchagua ama kwanza walikubatiza? Ndio, walinibatiza. Na baada ya kukubatiza wakakuchagua chochote wakati umeshakuwa, ama umekaa muda, ulikaa katika kwa mfano ulikaa muda gani ndio ukuje kutoka kwenye kanisa hilo la YSDA? Ulikaa muda gani? Miaka 2, mwaka 1? Na pale nilikaa karibia mwaka na zaidi. Baadaye kulingana, yani karibia mwaka na zaidi, ila katika uzoefu ni kwamba nimepitia kuwa mzee wa kanisa. Kwa hivyo katika hiyo mwaka wa Adventista wa Sabato walifika mahali mpaka wakakuchagua. Ndio. Ukachaguliwa ukawa elder mzee wa kanisa. Kanisa gani hilo? Kanisa la Adventista wa Sabato. Linaitwaje hapo kwa wapi? Mahango SDA. Mahango SDA. Liko Mbalali, liko wilaya ya Mbalali, kata ya Ruiwa. Mkoani Mbeya, Tanzania. Na sasa wewe ukachaguliwa ukawa elder. Elder ni kama bishop. Ndio. Ni kama mwenye kuangalia kudi ya Mungu. Ndio. Sasa iliwaje tena ukatoka kwenye kanisa hilo la SDA na ukaja ukajiunga na wana matengenezo ambao sasa hivi tuko na makambi hapa Tanzania? Ilikuwaje? Kwa kweli nikisema nielezee itanitoa machozi, kwa sababu mimi kwenye kanisa la Wasabato sikutoka. Naam. Kwenye kanisa la Wasabato sikutoka. Hii ni kitu cha kushangaza. Ndio.
nilitolewa na mpaka sasa bado ninayo moyoni ya kuyasema juu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Sio mimi tu, mimi na mke wangu. Kwa hivyo wewe hukutoka, ulitolewa? Nilitolewa. Ilikuwaje? Mimi nilitolewa kwa sababu nilivyouliza nikaambiwa kwa sababu umewasogelea wana matengenezo. Naam. Kwa hiyo kosa lilikuwa ni kuwasogelea wana matengenezo. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa ni mzee wa kanisa na nilipokuwa naendelea kujifunza na kujaribu kuangalia ni namna gani utaratibu unafanyika ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa mtu aliyefanya dhambi, ndio ilitakiwa kama Biblia inavyoeleza, ndugu yako kosa muone. Ndio kwamba mimi niitwe nikalishwe chini na baraza la kanisa kwamba nielezee kwamba ilikuwaje, bwana umefanya jambo fulani, unakiri ni kweli, ili mimi nianze kutubia, au niseme jamani huko nyinyi ifuteni, mimi nimeamua kwenda njia nyingine. Lakini haikufanyika hivyo. Ilikuwaje? Ilikuwa mimi maana nilikuwa na katika hilo kanisa nilivyokuwa na nimejiunga na imani katika hiyo mahali, nikahama kwenda kuhamia sehemu nyingine. Ndio. Kimaisha katika shughuli za utafutaji. Katika shughuli zako za kutafuta ukawa umetoka sehemu fulani ukaenda sehemu nyingine. Nikaenda sehemu nyingine. Ndio. Sasa hiyo sehemu kulingana na utaratibu wa kanisa letu la Waadventista Sabato, nikaenda kwa barua. Ndio. Nilipoenda kwa barua basi nikaendelea na kupata huduma pale. Ukaenda ukapokelewa? Nikapokelewa vizuri tu. Ndio. Lakini baadaye kulikuwa kuna ndugu yangu mmoja ambaye hapo nyuma tulikuwa tunafanya naye kazi ya uinjilisti wa vitabu. Huyo ndugu yangu, asante sana. Huyo ndugu yangu akawa amenitembelea. Ndio. Sasa na yeye tuna historia na yeye kidogo. Huyo ndugu yangu huyo ni mwinjilisti wa vitabu. Pia na yeye amehusika katika kuangalia ni namna gani mimi nazisonga. Sasa nililetea vitabu, kazi ya uinjilisti wa vitabu kama mnavyojua. Sitaki nielezee sana. Naam. Kazi ya uinjilisti wa vitabu, mtu anapata kitabu, unasoma, unaongoka, unajiunga na imani. Ndio. Kwa hiyo akawa amenitembelea hiyo siku Sabato moja sasa. Amekuja na shughuli katika eneo hilo ambalo mimi naishi. Bwana leo nimefika. Kwanza nilipigia simu kabla, bwana siku Sabato fulani mimi nitakuja. Sawa. Akaja hiyo Sabato. Sasa anapokuja hiyo Sabato akasema, bwana mimi hapa kwa sababu ninapoishi, kumbuka kwamba mimi nimetoka ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Yeye huyo sasa ametoka, ila mimi sijatoka. Nimetoka ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Mahali anapoishi wewe nimetamani nije kufanya injili, nihubiri hiyo maeneo. Lakini kwa sababu nataka kuja kuhubiri maeneo hayo, kumbuka kwamba sina mwenyeji. Wewe ndio mwenyeji wangu. Kwa hiyo nakuja. Bwana basi hamna shida, kama nakuja mimi utanikuta. Nikawa sina gumu. Hiyo siku akawa amefika jioni yake, yani Ijumaa. Alifika Ijumaa akasema, bwana kwa sababu nitakuwa na hiki kipaza sauti, hebu julisha uongozi wa maeneo haya kwamba bwana mimi nimekuja na nimefikiwa na mgeni hapa na kesho atakuwepo, ataabudia hapa. Yeye amekuja kwa ajili ya shughuli zake huku, lakini kwa sababu ni siku ya Sabato ataabudia mahali hapa. Ndio. Sasa hapa mahali anaabudia ni wapi sasa? Ni nje tu. Ni mahali nje tu kama hivi watu wanapita, kuna barabara hivi. Kuna mkachagua mahali ambapo penye kivuli. Huyo mtu akija chini ya mti chini ya mti. Atakuja aabudia hapo. Aabudia hapo yeye. Maana yeye alikuwa ameshatoka kwenye kanisa la Waadventista akawa mwana matengenezo. Kuna vitu ambavyo alikuwa hajakubaliana nazo huko. Kuna vitu alikuwa ambao na wewe alikuwa rafiki yako. Na mimi alikuwa rafiki yangu. Kwa hivyo akakwambia siku ya Sabato nakuja, wewe ni mwenyeji wangu. Kwa hivyo ulikuwa na urafiki naye. Kwa hivyo ukaja ukampokea. Nikampokea. Wakati wa ibada yake pale chini ya mti ukashiriki. Wakati wa ibada yake pale chini ya mti. Maana kumbuka kwamba nimesema jana yake nikajulisha uongozi wa serikali eneo hilo. Na kweli mimi uongozi wa eneo hilo, kiongozi mimi tuna ukaribu, tunaongea. Sisi ni binadamu tunaongea. Nikampigia simu, bwana mtu fulani atakuwepo siku ya kesho, watafanya ibada. Watu wa Mungu mambo ndio tunayotaka hayo, watu wawe na amani kwa sababu neno la Mungu linaleta amani. Ndio. Tunayotaka basi, hamna shida. Akaja asubuhi yake, mimi kama kiongozi wa familia mwambia mama mwenye nyumba, bwana andaa leo tuta ugeni na nini, weka mazingira vizuri, weka kila kitu kikae vizuri. Kesho tuna wageni, wakaweka mambo vizuri. Basi kesho yake bwana, sasa tunafanyaje? Tuondoke twende kule tukasalie tunakosalia siku zote, tuache wageni hapa? Na ingali kwanza huyu mimi siwezi muacha, ni mtu wangu wa karibu. Ngoja kwanza kwa leo sitaenda kule, tubaki tu hapa tusikilize kwanza hata hoja zao au tuone wanasemaje. Bwana basi haina shida yangu, basi tukawa tumekubaliana basi tutabaki hapa.
hiyo Sabato hatukuenda kusalia kule General Conference. Hamkwenda kwenye kanisa lenye umezoea kwenda. Lenye nimezoea kwenda. Sasa mkashiriki pamoja na huyu mwana matengenezo. Na huyu mwana matengenezo. Na amekuja na maspika zake. Amekuja na spika yake. Kawaje? Baada ya hapo ile spika ameongea tu, amejitamisha kwanza, kaweka wimbo pale. Kaweka wimbo, unaimba matengenezo pale, wimbo wa kitabuni. Ameweka pale. Baada ya muda kukasikika nyimbo inaimba. Sasa nani huyu? Kwa mtu aliyepita karibu pale akawa sio ametoa taarifa, ikafika paka kanisani. Kufika kanisani inaonekana kwamba mzee wa kanisa katika kanisa hilo mahali ninapoishi sasa, achana na kule niko hapo ninapo. Sasa hapo umehamia sasa. Hapo nilipohamia. Akafika akasema, bwana naona kama kuna vyombo vinalia. Akafika pale kasogea. Kuangalia ni ya watu wanao wameweka tandika na mkeka kwa ajili ya kukaa kufanya ibada. Zinaanza hizo taratibu za ibada, hata mambo hayajakamilika bado. Nikapigiwa simu na mchungaji wa kanisa langu, akaniambia, bwana vipi, nasikia hapo kuna maandalizi ya ibada, kulikoni? Mbona kuna kusanyiko ambalo liko kanisani na kuna kusanyiko nje ya kanisa? Nikasema ni kweli kabisa, kuna kusanyiko hapa nje ya kanisa, ila hawa sio sisi, sio wa Sabato. Kwani hapo kwanza nikukate, kwani mahali mumeenda kuweka ibada yenu pale ya huyu mwana matengenezo, kanisa liko ubali gani? Kanisa linaweza likawa hata viwanja vitano, kama sio vitano vinne vya mpira. Kwa hivyo ni mbali. Kwa hivyo siete kwamba hiyo sauti na wasubua huko. Haiwezi kafika kabisa. Sawa. Basi baada ya hapo aliponipigia mchungaji wangu, kwanza mimi mchungaji kukumbuka kwamba ni mgeni maeneo yale na hatuna ukaribu, hatujasogeleana sana kwamba tukajuana, kanifahamu, tukaongea hivi kwa ukaribu. Ila alikuwa na taarifa tu kwamba kuna mgeni ameingia ndani ya kanisa na wageni wale ndio yule pale amekaa. Yaani yeye yuko mbele mimbalini, mimi niko kule. Kama vile kupungiana tu mkono, ndio huyo akapunga mkono, basi hajaongea hivi kwa ukaribu, tukabadilishana na namba. Ndio. Namba iliyoingia kwenye simu yangu ni ngeni. Bwana, mimi ni mchungaji wako fulani. Nasikia kuna wapo wamekuja hapo wana matengenezo. Nikasema ni kweli. Huyu mwana matengenezo amekuja hapa leo, lakini sasa kwa sababu ana shughuli zake huko, imefika siku ya Sabato, anataka afanye ibada hapa, lakini kwa sababu ni mtu ambaye ninafahamiana naye, nimeona nibaki hapa kwa sababu hata nikitoka nifunge nyumba atashindwa hata kupata maji atashindwa, kwa sababu mimi nyumba yangu si nimefunga, nimeondoka, nimeenda ibadani. Kwa hiyo nitakiwa niwepo kama vile kumkarimu mgeni. Ndio. Akasema sasa kwa kuwa ni hivyo, hao hawatambuliki kisheria na hawana usajili. Ndio. Hawana usajili kisheria hao. Kwa hiyo sasa mimi napigia uongozi, kwani viongozi mmewataarifu? Nikasema ndio tumewataarifu. Akasema nataka nihakikishe, nataka nipigie viongozi nihakikishe kama ni kweli. Sasa huyu pastor ana uhusiano upi na viongozi? Kwa sababu si hapo chini ya mti ilikuwa ni sehemu ya serikali. Na pastor hako kwa kanisa huko. Ndio. Sasa pastor ameigianaje na kupigia viongozi? Hawa watu hawana kibali wenye wanafanya ibada chini ya mti. Lakini wewe kulingana na maneno yenye umesema kule mbeleni, umesema ya kwamba huyo mtu alikuwa amekwambia uambie uongozi ya kwamba atakuwepo hapo. Na ukasema ulikuwa umeongea na kiongozi na akakubali awe hapo. Alafu kwa hiyo huyo pastor akasema, bwana, kwa kuwa hao hawana usajili, hebu ngoja nipigie niulize. Akampigia. Kumpigia huyo kiongozi, kwanza aliyempigia yeye si yule niliyoongea na yeye. Akampigia mwingine wa ngazi yake ya chini. Alipompigia ngazi yake ya chini, bwana vipi? Nasikia kuna watu fulani hapo hivi na hivi na hivi, wanajua wao walivyoongea. Lakini akanipigia mimi huyo kiongozi sasa, kwamba bwana nasikia hapo kuna watu mmewapokea hapo. Nani amewaruhusu? Nikasema nilimtaarifu kiongozi jana kabla hata ya kuja na kuanza. Akasema ulimtaarifu? Mna hao hawana kanisa linaitwaje? Ananiuliza huyo kiongozi, kanisa linaitwaje? Nikasema hili kanisa linaitwa hivi na hivi, matengenezo. Hao hawafahamiki, mbona hatuwafahamu hao? Fungeni. Akatuambia tufunge. Akatuambia tufunge. Sasa mimi nikawa naongea na wale ndugu zangu, kwa sababu na yeye huyo ndugu yangu alipokuwa amekuja alikuwa na mwenzake tena, maana mimi naye mjua ni yeye ambaye tunafahamiana, mimi na yeye yule rafiki yangu ambaye nimesema ni mwinjilisti. Wakawa wanaongea sasa wao wawili, bwana sasa tunafanyaje? Wakasema hebu mpigie wewe yule ambaye uliongea naye jana kumuomba ruksa. Nikampigia. Ni mimi fulani, tumeambiwa tufunge hapa kwa sababu eti hatufahamiki. Akasema ni nani amesema hivyo? Nikasema kiongozi fulani amenipigia. Akampigia, wakaongea wao. Bwana nasikia hivi na hivi. Si wanataka kusali tu. Sasa kuna kitu gani ambacho kinawazuia wao wasisali?
Si wana swali, sisi masuala ya kiimani hatuingiliani nayo. Ndio. Wakaongea wao, akasema bwana, baadaye simu sasa ikarudi kwangu. Hata sisi hapa tumeshakata tamaa, nimemwambia jamani, mimi ndo kama hivi nimepigiwa simu nimeambiwa mfunge. Fungeni. Kwanza hata mimi nishabadilisha uamuzi, nataka niende urudi kanisani. Nirudi kanisani. Kanisani. Sasa kabla hata kusema tufunge pale, ikaingia simu. Bwana endeleeni. Ila sasa ni leo tu. Msiendelee tena. Sawa, basi tukawa tunaendelea pale. Ile siku wakawa mfanya ibada, siku hiyo ikapita. Ndio. Ilipopita hiyo siku, sasa siku zingine ili hichi kilichotokea mimi nikaanza kujifikiria, Sabato imeshapita. Katikati ya wiki yale mambo yaliniumiza akilini kweli, kwamba sasa kama nimeshapigiwa simu kule na mchungaji wangu na nimeshaharibu, maana akasema bwana, sisi sio wa Sabato, na hao watu wenye wako hapo wakiharibu sisi msitutambue, na msiseme ni sisi, ni sio jina letu, hilo ni nyinyi. Aliposema ni nyinyi likaniumiza moyo wangu. Na ndio maana nikasema, mtumishi, mambo haya tunaongea, hii Kristo tu anatia ujasiri, lakini unaweza ukatoa machozi kwa kweli. Niliniumiza moyo kwamba hivi mimi huku ni mgeni, nimekuja kufuata utaratibu, nikuja na barua, sasa nimeambiwa nimeshaharibu. Sasa moyo wangu, unajua mtu ambaye anasononeka ndani ya moyo amekosa mtu wa kumuuliza, hata angeweza kupewa ushauri mzuri, ila kwa sababu anajiuliza na kujijibu, hilo wazo linaweza akaliharibu ndani ya moyo au akalijenga ndani ya moyo. Mambo ni mangapi? Mawili. Sasa mimi kumbe niliharibu ndani ya moyo kwa kusema kwamba kwa sababu ni mgeni na nimeshaharibu mambo, sasa kule siwezi enda tena. Sasa nawezaje kwenda? Nimeshaharibu mambo. Nawezaje kwenda? Kwa hiyo nikajisikia vibaya, nikasononeka, nikapatwa na sonona ndani ya moyo. Ndio. Nikasema hapana, sitaenda. Sasa nafanyaje? Niliniumiza kwa muda mrefu hiyo. Ikafika Sabato, sasa nafanyaje? Sasa unajua si wanaume tuna ile ya kujitutumua. Siwezi kujionyesha kuwa na madhaifu kama vile mwanamke. Nikawa naambia mke wangu, wewe jiamini bwana. Wewe kwanza, wewe si Mkristo. Yesu anasema jituke msalaba wako na unifuate. Sasa kama ukishakuwa na woga wewe unaweza inakuaje? Hamna, hapa si tuendelee tu ibada hapa. Hapo nyumbani. Nikamuuliza swali moja, nikasema hivi, mshiriki ndani ya kanisa akikosa siku moja kufika kwenye ibada, kuna tatizo? Hamna. Sasa sisi kwani tukikosa tu siku moja, hebu ngoja tuangalie Mungu, tutafakari vizuri juu ya jambo hili. Tutaenda wiki inayofuata nyingine. Hatukuenda wiki hiyo. Wiki ile tena nyingine tukazidi kupata ujasiri kuendelea kusali wapi? Hapo nyumbani. Hapo nyumbani. Kwa tukaendelea ikaisha hiyo wiki. Inayofuata sasa nikawa na ziara ya kwenda sehemu nyingine, niko safari. Nikapigiwa simu na ndugu yangu ambaye huyo tulikuwa naye mzee wa kanisa kwa mwaka huo. Miaka hiyo 2 iliyopita. Tulikuwa naye wote kwenye uzao wa kanisa. Ni mtu ambaye mtu wangu wa karibu sana. Ukiachilia mbali uzao wa kanisa, ni kitu ambacho kimetukutanisha, lakini sijajua Mungu anafanyaje kazi na watu wake. Tukawa yani mapartner sana. Hata tukiwa tunapanga masuala ya utume ndani ya kanisa. Wote tunaongea kauli hii moja. Na niseme tu mtumishi, katika wana matengenezo, ikifikia wakati wanasema kauli moja kwenye utume, ndio Tanzania hii, tuseme dunia, muda mchache injili imeenea. Na kwa tani nikwambie, na maneno hayo mtumishi anatoka ndani ya moyo. Mimi tumefanya kazi na yule mzee wangu na mzee mwenzangu wa kanisa, tukiongea kauli moja, tuliona kazi ikienda. Tukisema uelekeo ni huu, washiriki wote ni huko. Tukawa tunakubaliana. Kwa hiyo akanipigia simu ananiambia, bwana, tumepokea taarifa. Siku ya Jumapili kuna baraza la kanisa. Kwa hiyo katika ile baraza la kanisa kuna majina yanatakiwa tufanyie marudi na jina lako lipo. Unasemaje? Nikasema kwa sababu gani? Mimi nikiwa najua kilichotokea, nasema labda simu zimepigwa. Kwa hiyo nikawa sina maswali sana ya kujiuliza, nikasema hapana, kama ni kwenye jina langu, mimi nitasafiri kutoka niliko, nitakuja huko nilijibie jina langu, naomba ruksa kama mliweke kando, msilifanyie marudi. Yaani nikaomba uzuru kwamba lile jina langu waliweke kando, wafanyie marudi majina mengine, ila la kwangu waweke kando, maana nitakuja. Ukapita muda, hiyo siku ikapita, siku zinazoendelea kaza, nikapata tena ziara. Simu zote mbili zinikutia safarini. Simu ikaita, bwana, naomba unitumie namba yako ya WhatsApp, nina barua yako. Napewa hiyo taarifa. Yule nikamtumia namba yangu ya WhatsApp. Ndio. Akanitumia barua za kufuta ushirika. Barua ikakuja ikasema wewe sasa utafuta ushirika. Yaani tayari sio mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ushafutwa tayari. Nimeshafutwa tayari. Hata hujaulizwa? Hata sijaulizwa.
Umeandikiwa barua wewe sasa umeshafutwa. Nimeshafutwa. Na sababu tu ni kwa sababu ulienda na mtu chini ya mti. Chini ya mti. Haukuzini. Sikuzini. Na tulikuwa kwenye kipindi na mke wangu, na maana wote wawili familia. Na sasa mke wako amefanya nini? Nipo kwenye kipindi, na inaonekana kwamba alishiriki kwenye kipindi kwa maandalizi ya ibada. Sina yeye lazima atashika, atapika chakula, atafanya nini kuwahudumia. Natuma nikitoka hapa kwa sababu ya kwenda kushirikiana na yule. Kwenda kwa ajili ya kwenda kushirikiana na yule. Mkakaa na yeye pale chini ya mti. Ni kosa la jinai kiasi ya kwamba ya jamaa 50 ya jendeta. Nikapewa hiyo barua. Sasa sisi kama nilivyosema, wanaume tuna uwezo wa kuhimili kidogo siku lifikisha moja kwa moja natuma 20 ya bodaboda 50 ya kwako. Kwa mpokeo mtazamo tofauti. Hiyo nilikaa nayo kimya kwanza. Ningeendelea kutafakari, lakini iliniumiza kwa kweli kwamba hawa kama wameshanifuta ushirika. Halo? Na wengine wananikaribisha. Sasa bora niende huko wanakonikaribisha. Na kwenyewe wana ukweli ule. Mimi kwa sababu najua Jumapili si siku ya ibada. Siku ya ibada ni Jumamosi, siku ya saba kama Mungu alivyosema. Ndio. Na mambo mengine mengi ambayo wanayahubiri hawa. Mbona inaonekana kama kwenda sawa tu na Biblia. Ngoja tu niendelee tu. Na ndio maana nikawa nimeendelea mpaka hii leo nimefika huku. Lakini nimefupisha tu ni kwamba ni mambo. Na sasa vile ninaona hata unaweza fupisha hivyo kwa sababu hatuna muda mwingi. Lakini ina maana ya kwamba Wasabato sasa wakija, kwa sababu watasikia video hii na ushaeleza mpaka kwako mpaka wapi. Kwa hivyo kitu ya kwanza wale watasikia watakutafuta. Na wakisha kutafuta watakutafuta urundi huko. Sasa wewe unaonaje hali ya kurudi huko? Mimi huko kwa sababu ningekuwa nimeshiriki kuondoka ningeweza kurudi kama endapo kutakuwa kuna chochote ambacho kilikuwa hakiko sawa. Ndio. Lakini sikushiriki kuondoka. Hebu kama ni wewe hukushiriki kwa ile kuondolewa kwako. Sikushiriki. Ulihukumiwa na hauko. Hukupewa nafasi ya kujitetea. Hukuulizwa ni kitu gani ulifanya. Wala hata nukuu. Si kwamba eti mimi ndo nimebobea sana kwenye nukuu kiasi kwamba mimi ndo ninaweza hata nikawaita General Conference wakaja nikapiga nukuu hapo. Hapana. Mimi niko tu na uwezo mdogo tu wa kimaandiko. Na umetolewa. Na ukatolewa na mke wako. Na haukushiriki katika hiyo hali ya kutolewa. Kwa hivyo ina maana sasa wakikukujia wewe huwezi kurudi kwa hiyo kanisa, maana wewe ni kana kwamba hukuona uasi wao. Wewe walikutoa tu kimabafu. Na sasa hivi kulingana na wewe unaona kuna uasi kwao ama wako sawa tu? Mimi nilipofika kwa wana matengenezo nikaanza kufundisha. Kwanza unajua na wasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno. Kuna hiyo andiko neno la Kristo 10:17 Warumi. Sasa mimi nimesikia kwa wana matengenezo. Sasa kadri ninavyoendelea kusikia siwezi nikaenda nikawazuia kwamba usiseme hivyo. Nataka niendelee kusikiliza. Ukaendelea kusikiliza. Kadri ninavyoenda kusikiliza nafananisha na ukweli, kwa sababu mimi ni kazi yangu ni kufananisha kinachoongelewa ni kweli. Kinachoongelewa ndio Biblia inavyosema na roho ya unabii, kwa sababu mimi nilipoingia ndani kanisa wale wa Sabato nikafikia kukubali roho ya unabii, maana vitabu hivyo nilivyokuwa nasomewa vinanifanya roho kutulia. Nikisoma vitabu vya roho nabii roho inalizika. Kwa katika mambo ambayo sikuuliza ndani ya kanisa la Sabato ni roho nabii. Kwa kama kile kinachohubiriwa na matengenezo kinaendana na Biblia pamoja na roho nabii, mimi nakubali. Sasa kuna kitabu fulani ambacho kinasema ya kwamba uasi wa kwanza ni kuweka kanuni ya imani ya kutuambia ni nini cha kuamini. Na uasi wa pili ni kupima ushirika kwa kanuni hiyo. Uasi wa tatu ni kutoa adhabu kwa wale ambao wamekatana na kanuni hiyo. Kwa mfano wewe ulihukumiwa na Biblia ama ulihukumiwa na kanuni? Mimi nilihukumiwa na kanuni. Kwa hivyo hukuhukumiwa na Biblia. Sio Biblia ulikosea. Ulikosea kanuni yao. Kanuni. Na wakakuhukumu na kanuni yao. Na kanuni. Wakakufanya muasi kwa kanuni yao. Kwa kanuni. Sasa wewe ndugu yangu, acha nikuambie, hata ukifukuzwa na nyangumi usikibirie kwa dhehebu. Kanisa la Mungu, si umekuwa hapa kwa makambi? Ndio. Si umejionea namna ambavyo watu wako huru? Ndio. Kujiongea, kusema kila kitu ambacho wanahitaji, tunachagua vitu zinakaa sawa. Ndio. Ndugu yangu, tusimame hapo katika hiyo jukwaa la kuinua Biblia. Hizi kanuni za madhehebu ni za kikatili kama shetani. Kwa sababu kulingana na wewe nikuulize, wewe ulikosea nini
kuchukua mgeni hata kama ni Muislamu, hata kama ni nani, mkakaa na yeye, hata ukakaa kwenye huduma yake, na wewe hauko umetoka kanisani, hauko umeasi kanisa pamoja na mke wako, lakini sasa mumehukumiwa. Na sasa vile kuhukumiwa na kutolewa kwenye ushirika, hao walio wahukumu na kuwatoa ushirika wanahukumu aje nyinyi? Mnaenda mbinguni ama vile waliwatoa ushirika nyinyi ni wa jehanamu? Kwa jinsi wanavyochukulia, kwa sababu pia ni mtumishi kama nilivyosema kuwa nimefupisha kidogo kwa sababu ya haraka kidogo, ni hivi ndio kwamba pasta wa maeneo husika mnapoabudu alinifuata. Ni pasta mzuri sana, yuko na hekima pia. Hata kule nilikokuwa natoka naye alijaribu kunisemesha kwa namna fulani. Unajua, umemfuta mtu, hata wewe uliofuta roho inakuuma. Hivi unajua hiyo kitu? Na unashiriki kuvuta mtu na wewe mwenyewe roho inakuuma. Na yeye roho inakuuma. Na walikuwa wamehusika kukufanya ukaigia kwa hiyo kanisa la SDA ama walihusika kukuvuta? Yaani kwa yeye. Kwa yeye hawa wenye kukuvuta. Walikusababisha wewe kujiunga nao, ulisikiliza mahubiri yao ama ulisikia mahubiri kwingine ndio ukaenda kwao? Mimi nilisikia mahubiri kwako ukihubiria Waislamu. Kwa hivyo ulifuata mahubiri ya kwangu ndio ukaingia kwa SDA? Nikaingia kwa SDA kwa sababu niliamini wewe ni mu-SDA. Na ulikuwa unatetea unasema Sabato ni Jumamosi. Kabisa. Wewe ukachagua Sabato, ukajua hii kanisa ya SDA ni ya Sabato, ukaingia hapo. Nikaingia. Kwa hivyo wao hawakuhusika kukuhubiria, walihusika kukuondoa. Walinihusika kukuniondoa. Na nilichorudisha nyuma ni kwa nini mtumishi, kwamba hivi pasta ambaye kwa kanisa nililolihama, achana na nilikohamia, ni mtu ambaye yuko na unyenyekevu, yuko vizuri, tulizungumza mengi. Hatujasomeana hata roho ya unabii au fungu lolote kwenye Biblia na pasta wangu. Tumeongea tu hivi kwa hekima hivi. Katika maongezi yetu yote yalionekana yako tu kwenye usahihi. Sasa mimi nikawa najiuliza, kama usahihi unaonekana namna hii, kilichonifuta ni nini? Ninachoogopa kwamba nisirudi. Najua kwamba mwanadamu hajahusika kufuta jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwenye kitabu cha uzima au kwenye kanisa la SDA nomino. Mungu mwenyewe ndo amefuta. Kwa sababu gani? Pasta nilipokuwa nazungumza naye hakuonyesha ugumu wowote, lakini pia huku nikohamia pasta alijaribu kuuliza na kuhoji kanuni ambazo zinatakiwa kutumika kuondoa mtu ushirika, hazikufuatwa. Sasa mimi ile kitu naweza kukwambia ni kwamba Mungu alihusika kuondoa kwenye hilo dhehebu. Niko kunyuma kwenye kipindi, na ndacha kutoka kwenye kipindi. Peleke sehemu ambaye utapotea. Kwa hivyo mimi kitu ambacho nitakwambia, watumie kwanza 70,000. Mimi nimekuwa huko. Na pia mimi ushirika wangu ulifutwa kwa hila. Ulifutwa kwa hila baada ya hoja zangu ambazo nilikuwa nazo wakalemewa kuzijibu. Na walipoona ya kwamba hawataweza kuzileta mbele ya washiriki, wakanifuta kwa hila na wakadanganya kwamba hata mimi sijawahi kuwa Msabato, nilikuwa Mjumapili wakati walikuwa wamenibatiza wao. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba tuungane pamoja, ndugu yangu. Safari ngali, tuko pamoja na Mungu, tuko pamoja na Kristo wake. Haya madhehebu hata kama yatatutenga, kama yatatusema, sisi tusijali. Sisi kile ambacho tunajua ya kwamba tuko katika ukweli na ukweli tunao na tuhubiri huo ukweli. Sasa una majukumu gani kulingana na vile ambavyo ulivyokuwa umejitoa kule? Ulikuwa na utaratibu mzuri na wale wazee na ukasema kazi uliona ikienda. Sasa una mpango gani sasa hiyo eneo la Mbeya kuhusika wewe bado kuwahubiria hao uliowatoka kwao ili waweze kujua ukweli? Mimi kwanza nawaita kwa upendo. Kwa sababu wao wanadhani labda nukuu ndio zitasababisha labda ndio waujue ukweli. Hapana. Nukuu, mbona hata wao wana nukuu. Tena wanasoma. Wanasoma roho nabii, wanasoma Biblia na kila kitu. Lakini na wasi neno moja kwamba hivi wajaribu kuangalia mara mbili mara tatu juu ya hiki kinachosemwa na wana matengenezo, kwa sababu kwa muda niliokaa hapa kusikiliza, kujifunza, nimegundua kuna mambo mengi ambayo hayako sawa. Na waliopo hapa karibia 80% wote ni Wasabato. Wametoka kama kuna mtu amekuja hapa anatoka kanisa la Jumapili au imani nyingine, Waislamu na kadhalika na dini zingine, ni wachache. Lakini asilimia kubwa ni Wasabato. Sasa kwa nini Wasabato wanatoka ndani ya kanisa lao? Wajiulize. Mimi nadhani point ya muhimu ni hiyo, waangalie ni nini kinachosababisha watu watoke. Na nasema hivi, mimi sio nabii.
Waadventista wa Sabato duniani kote watafuta washiriki wengi. Watafuta wengi. Mimi sio nabii, watafuta na wataendelea kufuta na watu watazidi kutoka, kwa sababu wao kama SDA General Conference hawatahusika hata kwa namna moja ama nyingine kujua ni kwa nini watu wanatoka hapa. Watatoa wengi. Hiyo ni pointi kubwa sana. Nafikiri kila mtu atakayeisikiliza hiyo pointi ambayo umeitoa ya kwamba kama hawataangalia ni kitu gani kinachowafanya watu watoke, basi watafuta watu wengi kabisa. Na si hapa Tanzania tu, dunia mzima, kwa sababu watu wataendelea kujua uasi ambaye uko kwenye dhehebu gani. Na mtu ambaye anatafuta Mungu, anatafuta uzima wa milele, nina imani ya kwamba wakati atakapoelewa huo uasi hawezi kukaa na wengi tu watafutwa kwa sababu wao wanawafuta bila kuangalia ni nini ambacho kina. Na unajua kuna kitu inaitwa ukandamizaji ambao hauna uhuru wa dhamiri, ya kwamba wewe ulifutwa ushirika bila uhuru wa dhamiri, ya kwamba haukuambiwa leta hoja zako tusisikie, lakini walikimbia kwenda kukufuta na kukuhesabu ya kwamba wamekutoa ushirika. Mungu akubariki ndugu yangu. Amina. Tuko pamoja. Wasalimie watu wa Mbeya utakapoona. Na ninatamani sana kuja Mbeya. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Haya.